Tunahitaji kushinda, lakini hatu lose kitu, nothing to lose, na itatoa heshima. Tunakwenda kucheza mechi kwa heshima kwa opponents wetu. Tunajua ubora na ukubwa wao, lakini tunaweza, kama tulivyoweza na Ahli, kama tulivyoweza na Soura, kama tulivyoweza na Vita, kama tulivyoweza na Nkana. Tunaweza, yes we can, tunaweza, ndio. Kwa tutakwenda na kauli mbiu ya yes we can. Nchi nzima wana Simba wote tuimbe wote yes we can, yes we can. Tunaweza kuwafunga hapa na tunaweza tukapata matokeo ya kushangaza kule Lubumbashi. Tunaweza kabisa. Wachezaji wetu wanayo spirit ya kutosha. Mechi na Vita half time nilishuka kwenye kule kwenda changing room. Huwa wakati mwingine mechi zile zenye tension kubwa huwa nasimama kwenye corridor nikisubiri wachezaji wanavyotoka vyumbani, tuonane tu sura baina ya mimi na wao. Wakati mwingine kwangu naamini nachagiza, nawaambia watu wanachokifikiria huko majukwani, natoka pale naangalia tu, lakini sura yangu inaonyesha matakwa ya umma kwenye uwanja na expectations za watu jukwani. Mechi kubwa zote ufanye hivi, nasimama tu kwenye corridor, siingii mule changing room. Hata wakati niko kwenye corridor, Jonas Mkude alikuwa hajacheza ile mechi, nafahamu alikuwa na kadi za njano 2. Tukawa tumesimama wote, akanambia iwapo kama leo tutafanikiwa kuwafunga Vita, tutaishangaza Afrika. Narudia kusema maneno ya Jonas Mkude, iwapo kama tumefuzu juzi, na kweli tulifuzu, basi kuna uwezekano mkubwa wa Simba kuishangaza Afrika this season. Naamini maneno ya mchezaji yule yanamaanisha, ndio kauli ya wachezaji wote na ndio spirit ya timu tulionayo. Kule camp Morogoro, timu ilipo hivi sasa, wao wanawaza kwamba wanaweza kufanya kitu Afrika ikashangaa, kwamba tulifanywa underdog tukaonekana hatuwezi kuvuka kokote, sasa tuko robo finali, kwa hiyo tunaweza kufanya makubwa zaidi. Mtaji wetu ni nini? Mtaji wetu ni fans, mtaji wetu ni washabiki. Mtaji wa kwanza wa Simba Sports Club ni fans. Star wa Simba kila siku nasema, sio Kagere, sio Okwi, sio Aishi Manula, sio yoyote ule. Star wa Simba wa kwanza ni mshabiki wa Simba, ndio nyota wa mchezo alotufikisha leo robo finali, ndio nyota wetu, na ndio maana tunawahenga. Kishakuwa na nyota katika timu kama Messi vile, Barcelona anamhenga. Messi kila siku anapanisha mshahara tu. Kuna wakati Messi alitaka mpaka kocha atoke kwao kijiji kimoja alikozaliwa, Rosario, Argentina. Sema huyo ndio kocha. Kumbe yule mtu anafuga dagaa, anavua mvuvi, lakini kwa sababu star akasema basi. Na sisi star wetu ni mshabiki wa Simba, tunampa kipaumbele, tunamjali, tunamhenga, kwa sababu tunaamini bila yeye Simba isingefika hapa. Kila siku narudia, kama unataka CAF tutolewe mapema kwenye tournament hii, watuzuie tusicheze na washabiki. Yaani sisi tukipewa adhabu hiyo, kwisha habari yetu. Wametufanyia hivyo kwenye mechi na Nkana na Ahli kote. Big club inategemea nguvu ya umma. Vox people, Vox Dei, Walatino wanasema. Nguvu ya umma ni kauli ya Mungu, kwa wale wanajua Kilatini kama mimi. Sasa katika hili, kwa sababu hii mechi ni yao wao washabiki, pamoja na challenges nyingi tulizonazo za mahitaji ya mapato ya uendeshaji wa club, tumeamua kuweka viingilio rafiki sana. Mechi kwa mfano za ligi, Simba na KMC, Simba na Lipuli, Yanga na Coast Taifa, kiingilio cha chini nafahamu ni 5,000. Yanga na Simba kiingilio ni 7,000 kule mzunguko. Kweli kuna baadhi ya mechi tuliweka kiingilio na 2,000, na Ahli ile tuliweka vile kwa sababu tulitoka kupigwa mechi na Vita na Ahli, tutaka kuwa boost washabiki wetu. Tumeweka viingilio vya 3,000 na Soura tuliweka 5,000, lakini hii ni Champions League ya Afrika, tena kwenye hatua kubwa ya robo finali. Kama mechi ya Simba
Ruvu Shooting au na African Lion tunaweka kiingilio cha 5,000. Why kwenye mechi ya Champions League tena na timu kubwa kama Mazembe tuweke kiingilio kingine? Lakini kwa kuwa kama ninavyosema nyota wetu ni mshabiki wetu, tumuwahenga tena tukiamini mwana Simba anahitaji kuchangia klabu yake ndani ya uwanja kuishangilia. Tumeweka kiingilio cha chini shilingi 4,000. Tumeshuka kile cha ligi na tumeshuka sana kile tunachofanya tukicheza na Yanga. Tumeweka cha shilingi 4,000. Kwa nini? Mimi niwapeni mfano. Juzi Morogoro kiingilio kwa 5,000 kule cha chini. Lakini nje kuna watu wanalangua tiketi za shilingi 7,000 na tumwakamata. Hapa tuliweka kiingilio mechi ya mwisho na nani sio 3,000. Kuna mtu analangua tiketi 5,000. Guys, nani anaongea kwenye press yangu? Kwa hiyo tunataka mshabiki aje kuichangia klabu yake, sio kwa kutembeza bakuli, kwa kulipa kiingilio halali cha shilingi hizi 4,000 tu. Ajua watu kwa mitandaoni nikishataja watu hiyo kiingilio ghali. Guys, mechi na Lipuli 5,000, mshabiki anakwenda. Mechi na Yanga kiingilio 7,000 na Simba ndo tuliojaza uwanja. Yanga walikuwa si 20 si 17 wamejificha kwenye ukao. Wamekaa kaa ndege alionishwa na mvua hivyo kama wanagudema gude. Hawajui utafungwa saa ngapi. Sisi tulijaa pale. Sasa sitegemei mwana Simba 4,000 akaanza unajua amna shekhe, changia klabu yako. Yupi mwanachama wa Simba mshabiki aliotembezewa bakuli achangie klabu? Sasa huwezi kuchukua mshabiki ambaye huwezi kulipa 4,000 kuona big match Simba na TP Mazembe. Nitakuwa very disappointed. Tunawahenga sana. Halafu kuna utamaduni. Ni Tanzania peke yake watu wanataka kulipa kiingilio siku ya mechi, wanataka kuingia uwanjani siku ya mechi alipe kiingilio. Mmeona zogo lilotokea Tanzania na Uganda, Taifa Stars na the Cranes. Watu 60,000, 50,000 wote wanataka kulipa kuanzia saa 8 mpaka saa 10. Lazima msongamano utakuwa mkubwa. Naomba washabiki wetu tuwe na utamaduni wa kulipia mapema tiketi. Leo vituo vyote vya Selcom vishaanza kuuza tiketi. Vyote, Dar es Salaam nzima, nchi nzima. Nunua tiketi yako kwa agent mapema ili wewe mpaka Ijumaa tuwe tumeshafunga. Tunajua kwamba tushauza tiketi zetu kwa 57 kama alivyotuambia Mheshimiwa Rais juzi Ikulu. Tunakuwa tushajua watu 50,000 washakata tiketi. Kuja kutoka saa 7 mpaka saa 9. Hawa watu 50,000 hatuna uwezo wa kuafford wote huku kata tiketi huku watu msongamano. Kwa hiyo tungewashauri, tumetangaza viingilio mapema, watu wakata tiketi zao mapema. Tanzania tujizoeshe utamaduni huu. Mpira ni mchezo wa starehe. Hata kuja Jumamosi saa 7 kasorogo. Alafu analalamika kweli tiketi hakuna, why hujakata toka leo? Kuna tamaduni fulani hivi wa Tanzania tumekazoesha. Nakumbuka wakati ule ilipoanzishwa mambo ya vitambulisho vya taifa, tumepewa deadline mpaka siyo tarehe ngapi, hakuna mtu alienda. Lakini ile wiki ya mwisho ile ndio msongamano, siku 3 za mwisho walivyoanza kutumia luku, kila mtu siku 2 za leseni za biashara. Hatuna utamaduni, tunatangaziwa mapema. Lakini na mimi nitaipush kweli kwenye social media, nitapush, nitakwenda kwenye vyombo vyenu vya habari, nitasema, tarudia, ili watu wajae kwa wingi, lakini wanunue tickets mapema. VIPB 10,000, 10,000. VIPA 20,000, 20,000. Kama kawaida tuna tickets zetu za platinums 100,000 ambazo zinakupa hiyo access ya kupaki pale Serena, ukachukuliwa na luxury coach, ukapewa na jezi yako mbele,
una escort ya polisi kwenda na kurudi, na ukawa entertained mule ndani kwa soft drinks na vitu vingine. Tume create ili jambo na unaona linaanza kuingia. Hata juzi mechi ya Stars ilikuwepo. Kwa hiyo mimi naomba, hii ni mechi kubwa ambayo labda kwa mwaka huu haijawahi kufanyika. Simba na Mazembe sio mechi ya mchezo, na Mazembe wana historia nzuri against us. Mara mwisho tukutana nao 2010 na 11 nadhani, watufunga wakatoka kwenye mashindano, lakini tukapata faida. Tulimuuza star wa nchi, nahodha wa nchi, Mbwana Ali Samata, wakati ule kwa $100,000, na tukawa naendelea. Akiuzwa tena mzee, kuna kipasenti kinakuja tena Simba. Hapa wengine hamjui hilo. Tupata faida, tukajenga muunganiko mzuri, na sio yetu. Tulipeleka na Patrick Ochan yule Mganda, naye tukauza kwa $100,000. Hatutarajii kumuuza mchezaji kwenye mechi na Mazembe, sababu sisi na Mazembe sasa hivi tuko atpa, hajulikani nani atamnunua mwenzie. Sasa sisi tuna uwezo wa kumnunua sasa hivi Treso Mputu, star wao. Yes, tuko atpa. Wakati ule sisi tuko hivi, sasa hivi tuko hapa. Na mpaka mwakani, baada ya miaka 2 sisi tutakuwa mbinguni, wao watakuwa kaburini. Tunakimbiza hasa. Huwezi kununua mchezaji rais wa Simba Sports Club. Sio ile zamani anakuja hapa, alikuja yule rais wao anaitwa Katumbi. Baba namtaka huyu, siku ya pili tukamalizana tukampa. Sasa hivi hawezi kuja Katumbi akatuambia sisi mimi namtaka Kagere. Tamuza bei gani? Kagere dola milioni 8 anayo. Lakini la kuongezea, najua kuna baadhi ya mashabiki watataka kwenda Lubumbashi. Lubumbashi tofauti na Kinshasa. Lubumbashi kunaendeka na mabasi. Leo mwenyekiti wa club alikuwa ananieleza asubuhi kwamba washapata luxury coach yenye uwezo wa kuingiza watu 48 tu, ambayo itawachukua watu siku ya Jumatano ijayo, nadhani itakuwa tarehe 10, itawapeleka Lubumbashi. Wataingia kule Ijumaa, wataangalia game Jumamosi, Jumapili watageuza. Kwenda na kurudi ni $100,000, ni $220,000 kwenda na kurudi, kama nimemuelewa vibaya. Kama kwenda peke yake $220,000, lakini nakumbuka, na sio nakumbuka, naamini kwamba aliniambia $220,000 return ticket kwenda na kurudi, na gharama kule kwa siku hotelini ni dola kati ya 20 mpaka 25. Kwa hiyo kwa siku mbili zile itakuwa kati ya dola 40 mpaka 50, plus na matumizi ya chakula njiani na kule labda dola 50 nyingine. Kwa hiyo almost $200 unakwenda na kurudi na kula na kulala Lubumbashi kuishangilia timu yako. Mwisho, kwa wale washabiki wetu na wanachama wetu wanataka kwenda kujiandikisha, ni siku ya Jumatatu saa 8:30 mchana hapo ofisini club. Muhimu na pasi yako ya kusafiria, utafute na visa. Kama utahitaji visa ya kusimamia club, uje hapa mapema utueleze, uache pasipoti yako na hiyo gharama ya utoaji wa visa ambayo nadhani haipungui dola 50, na visa ya Kongo inapatikana only siku moja siku mbili. Kama idadi ya washabiki itakuwa wengi zaidi, tutaongeza magari mengine. Tunawaambia mapema kwa sababu mechi hizi zinakuwa kila baada ya wiki moja. Kwa hiyo tuwezi kusema baada ya matokeo yakishaputwa. Kwa hiyo tunawaambia mapema wale wenye nia wajijue hilo, wajipange ili tuweze kwenda kuishangilia timu yetu. Mwisho kabisa, niwaombe tena na tena watu waanze kukata tiketi zao mapema. Kikosi tayari kipo Morogoro, kinaendelea mazoezi. Kesho tunacheza mechi ya ligi na JKT Ruvu Jamhuri Stadium. Nafahamu hii ligi ya Tanzania huku ni time tu, kifika mpaka mwezi wa 5 kwenye 16 tarehe 17 watakuwa washatukabidhi ndoo yetu, no doubt. Hii sina shida nayo. Mimi shida yangu ni ubingwa wa Afrika, ubingwa wa Tanzania, no doubt. Hamna mtu anaweza kuzuia Simba, hakuna.
Narudia tena kwa herufi kubwa, hakuna. Simba ndiye atakayekuwa bingwa wa ligi kuu ya Tanzania, no doubt 100%. Na sisitiza tena, hakuna wa kutuzuia kwa mabingwa wa ligi kuu, hakuna. Kama mnabisha nyinyi shauri lenu, lakini nakwambia hakuna. Tunacheza kichampioni. Kuwa karibu na matukio ya burudani, udaku, michezo, maisha ya wasanii na mengineyo ya kufurahisha. Subscribe Kidani Stars kwenye YouTube channel.